tutaona the recurring theme ni kwamba hakuna accountability from their end. Hakuna. Yani, you will listen to all the speeches, you will never hear wao wakiwajibika, wao wakifanya chochote. That is some. Mbongo, why did you go down? Wow. Atakuja mwendelea. Okay. Haya. Kingine akazungumzia wanaharakati. Wanaharakati jamani is not an offense. As we speak, mpaka dakika hii tarehe ngapi leo? Leo let me see. Tarehe 2 December 2025. Activism is not a crime kwa sheria za Tanzania. Kwa hiyo asitake kujificha kwamba mtu akiwa activist then anakuwa ni mkosaji. Hakuna. Activism, even feminism ni activism, even kutaka haki za indigenous people ni activism, kutaka haki za wakulima na nini is part of activism and it's not a criminal offense. Hata human rights inahitaji some level of activism. Nyingine anajaribu kuspin the narrative completely. They are doing that. Na nadhani mmeiona throughout this whatever tutaita it's not a press, I would say. Kwenye hii tumeona kwamba the narrative inajaribu kuwa spin, kugeuzwa kwamba okay, kwa hiyo kinachoendelea, kinachofanyika hapa ni hiki na kile na kile na kile. Wametoa wajibu wote kwa watu walioua wananchi, wametoa wajibu wote kwenye ile hierarchy, wamekuja kuspin the narrative kwamba sasa wanataka waibambikizie chama cha upinzani kesi. We will go back to the facts. Lissu ameshikwa lini? Chama cha Chadema kimezuia kufanya mikutano lini? Akaanza kusema sisi hatukuwazuia, wakati waliitisha watu ile Aprili kwenda kusaini nini inaitwa maadili ya uchaguzi. Chadema ikakataa, ikasema hatuwezi kusaini maadili kama kuna vitu fulani na fulani havijafanyika, which is true. Sasa hizo nasema etio ni kwa sababu walikuwa wanaona wanakwenda kushinda. Watu wa kule chama chao walikuja kusema that is bullshit. That is bullshit, but I think we all know that, so I don't need to repeat kwamba ni bullshit. Kuna nyingine waliwazuia kushiriki kwa sababu kusaini, okay. Tech was not in attendance, nimenotice hicho. Sijui sasa kama ilikuwepo, lakini Tech haikuwa in attendance. Mimi nilikuwa naangalia pia despite kusikiliza hapa. Akawa anasema sisi ni democratic country. I think we all know that, jamani wa Tanzania, we are not democratic country, my ass. We are not a democratic country. Yani sisi we are everything like Russia, we are everything like China and maybe North Korea, but we just don't have the labels. But as much as we are not a democratic country. The definition of a democratic country ni watu ambao wanaweza kuchagua viongozi wao, watu ambao wana demokrasia. The actual definition of demokrasia inatutema, mfumo umeshatutema kwenye hilo. Nyingine kutoa tamko, akawa anasema ni mtu gani ana sheria ya kutoa tamko nchi hii sijui nini, na mnyinyi hamkuwa mkiona. Yaani ilikuwa iko field. Yani Samia leo alikuja na moto, on fire. Alikuwa she was acting out expressions each over there. Kwa akawa anasema ni kitu gani kuja kuoverride matamko ya nchi yote, sijui kitu gani. You don't need to have a law to allow people to say. Kwa hiyo tuwake wa sheria, they need a little brushing up on that, kwa sababu mtu anaweza akazungumza kama Mtanzania, mtu anaweza akazungumza kama kanisa. Hakuna restriction yoyote ambayo inakataza mtu kusema, na yale matamko sio waraka wa kusema kwamba labda hii ni resolution ya kumtoa mtu fulani. Ni tamko la wao kutokana na wanachokiona as concerned citizen, as concerned watu wa imani wana issue. Mimi naweza issue, tunaweza tukajiunga the Tanganyika tukatoa tamko. It's okay. So there is no need ya kuwa na legislation ya kusema hayo. Jamani, stop me whenever you want, maana nimeshasoma vitu vingi kidogo. Nyingine kutumia dini kusema kuwa anachukiwa.
kwa dini yake na ni kutafuta sympathy. Alianza kusema pengine umpendi Samia kwa nini afu akaja kusema kwa dini yake. That was a low blow, to be honest. Blanche, nina proposal. Proposal. Najua utaichukia. Nitawaudhi lakini I have a proposal. Unajua dunia haitajua hichi tulichoambiwa leo. Mimi naomba nitumie lugha kali kabisa. Yani I feel like kwa hapa nilipo sasa hivi, I feel like kama nimebakwa. Akiamama tena. Na dunia haitajua kwa sababu ninalia Kiswahili. Sasa my proposal is, mimi naomba nipitishe bakuli hapa. Right? Napitisha bakuli, tujichangishe, tumtafute translator atafsiri hii kitu kwa Kiingereza word by word, and let us make it go fucking viral. I promise you, dunia need to know this. I swear. Yani hapa nilipo nimeshikilia matako. I swear I feel like nimeliwa. Samani, umebakwa na mwanaume au na mwanamke? I swear it no longer matters. It no longer matters. I promise you. Ndio kashikia matako alafu naambia tena kabakwa na mwanamke. Vipi bwana baba? Watu wako serious. Mimi nakubaliana na wazo lako Benito. It's a good pole kwanza kwa yaliyokukuta. Nakubaliana na wazo lako la kufanya hiyo translation, and I think soon BBC will pick up na whatever, and you know they usually have in-house translation ya kinachosema, but they take bits and pieces, but yeah, there is a need ya kuwa na translation ili waone the way nchi inavyokuwa arrogant, na ukizingatia it's a poor country anyway, so yeah. Kuna kauli moja imesema kwamba wewe mzazi unayelalamika mwanao alivunjwa mguu, mwingine unalalamika walifariki. Ulikuwa wapi kumzuia siku hiyo asiandamane? Kwa hiyo tupo kwenye hiyo sasa hivi. Alafu mbwa wakapiga makofi. Yeah. Hello. Waliouliwa ndani ilikuwaje? Nitaweka namba hapo. Unatokana mbwa na mjama. Unatokana mbwa. Yeah, nilikuwa nasema mimi nilisikiliza live, niliangalia pictures, kusikiliza hapa, niangalia. Nakubaliana na baadhi ya vitu aliposema nani. Blanche, she came today, she was in a very combative mood. So, you know, kwa Ingereza unasema she was bullied. Na alikuwa she was up there. Mwishoni kuna sehemu kama uliona somewhere towards the end, Blanche. I think a little bit the emotion got a bit of her. She got out of breath. So ikabidi the aide the camp nyuma yake aje pale akasaluta akampatia maji kunywa ndio akamaliza pale. The speech came very quickly to an end after that. I noticed. Yeah, you noticed that. Okay, what did I write kwamba hapa? Vijana waliimbishwa. Okay? Nasema hivyo. Wanataka maandamano, wanadai haki yako. Wanasema wanataka ya Madagascar yatokee hapa, lakini ukimtafuta huyo kijana umuulize Madagascar kitu gani kimetokea, hajui. This was the very beginning of the sentence of hiyo speech kitu gani. Very interesting one. Hii survey anasema kijana ukimuuliza hajui Madagascar kitu gani kimetokea. Yani dunia leo with all these social media vijana hawajui kitu gani kimetokea Madagascar. Jamani? Haya. There was also a lot of emphasis ninaruka jamani kwa mali zilizoharibika. Not a word of mention for those who lost their lives. And even the number. Yana ametaja kabisa vitu vilivyoharibikiwa, kituo cha polisi kimechomwa, wanataka waende kituo cha polisi kwa sababu wanataka silaha, and so on and so forth and so forth. The number of the people that lost their lives, there is no need ya kusema hivyo. Waratibu wako nje. Na akatumia neno sio wa Tanzania kamili. Huyo Mtanzania ambaye ni kamili, sio kamili moja, kamili mbili, yukoje? Na sifa yake yukoje? Mimi would like to know, kwa mujibu wa sheria zetu,
definition ya Mtanzania aliyekuwa kamili. Who is this in Tanzania ambaye yuko kamili? So kamili mbili. And how will you define this Tanzania kamili? And this creature ambaye anaitwa Mtanzania kamili is not known in the laws of Tanzania at all. Hamna kwenye sheria ya uraia ya Tanzania au kwenye katiba kuna mtu anaitwa, kuna mnyama anaitwa Mtanzania kamili. Yeah, so that was quite interesting. Alafu kuna another one. This is my summation of it. And alikuwa anasema kwamba baadhi ya watu wa upinzani hakuwataja, but obviously she was talking about Lissu na Chadema, walikuwa ungrateful. She extended the hand of reconciliation. Na walikuwa kwa nje na maisha yao ya shida na nini. Lakini it seems they were not grateful by the few crumbs that they were given. Even that is my sentiment. Alafu mambo anasema nimewapa fursa ya kufanya siasa. Kama mnakumbuka, alisema nimewapa fursa ya kufanya siasa na kuzungumzia mambo ya siasa kwa mambo kuzani. Lakini fursa sio ya kwake kutoa. It is iko kwenye katiba. Kwa hiyo uwezi ukatoa kitu ambacho kipo kwenye katiba. Ni kama mtu anasema nimekupa fursa ya kuishi au nimekupa fursa ya kuhema. It is not yours to give. Alafu hakuweza kutumia njia nyingine ya kudai madai ya haki. Hii amerepeat, I think this is the second time or the third time. Hii ya kutumia njia ya kudai haki. So tukianpaka hapa tunajua kwamba njia gani nyingine itumike. Mamlaka, we know what is happening kwenye mamlaka. Our legal system has been weaponized. That's been compromised. We know that. What you can say and cannot say with our media, we know that is a problem. Our media is also compromised. Njia nyingine ya kudai haki is through politics. Our political space has been closed. We know that. Kwa utatumia njia gani nyingine? So the only njia iliyobakia ni watu kuandamana. Na mtu anayeandamana, wewe sio lazima umpangie, umwambie uandamane hivi. Ni kama vile kundumia ule mfano, ile methali ya zamani ya mtoto kichapo. Wewe mzazi kama mzazi unaweza ukamchapa mtoto kwa kosa alilofanya, lakini huwezi kumwambia mtoto nitakuchapa alafu ulie namna hii. You can't. Kwa hiyo ni nani? Who are you kutumia msamiati wake? Who are you to tell people how they should protest? Wewe ni nani ya kumwambia mtu akichapwa alie hivi? Who are you? And where do you get this? Umeelewa? Alafu kuna issue nyingine kwamba vijana wetu sio wazalendo. Whatever uzalendo means. Yani probably uelewa wake neno uzalendo maana yake nini? Uzalendo means. Of course akagusia masuala ya dini. Na sasa mnaelewa why some of us are against it because of things like this. Amegusia dini kwamba kusema dini zote zinasema mamlaka imetoka kwa Mungu. This is a theological issue. Na sidhani kama nauelewa wa kutosha kuhusu to go into that area. I don't know why she chose to go there. Ule mstari wa kwenye Romans, quoting it out of context, obviously uelewa wake mdogo kwenye the whole theology ya mamlaka imetoka kwa Mungu is hajui. Yes, that line is there, lakini that particular line has got context. Kwa hiyo, but anyway, I don't want to make this issue ya dini. What is it? Yeah, sorry, my point yangu kuna tatu. So dini zote zinasema mamlaka inatoka kwa Mungu. Alafu msitumie dini kwa ajili ya kuvuruga nchi yetu. Lakini mwishoni there was a warning. Mwishoni kabisa. There was a note of warning, there was a note of how should I put it? Kama nikuambia don't try me, the same language anatumia huko nyuma kusema kwamba tutasimama na kulinda nchi hii kwa nguvu zote. This is how she finished it. The hotuba yake. Well, that's like she is not so that the battle lines metaphorically have been gone. Kuna vitu vingine lakini I don't want to go on and on. Panya, kuna wale malalamiko yake mlitaka waandamanaji mpaka waipindue serikali. Eti tumetumia nguvu nyingi kubwa sana. Analalamika. Kumbe ilikuwa ni haki yao wapigwe. Yeah, naomba nichunge kidogo. Okay, daktari. Alisema hivi, mlitaka waandamane mpaka kuipindua dola na sisi tumetumia kama nchi zingine wanavyotumia.
Kwa hiyo yani anakopi wengine waliotumia nguvu nyingi kuwazuia au vijana. Mlitaka tuwaangalie mimi msikiliza na mimi kidogo katikati, ingawa nimeingia katikati, lakini kwa kweli imehuzunisha sana. Hii ni moja kati ya speech mbovu kabisa katika historia ya nchi yetu. Hii ni sehemu ambayo yeye alitakiwa hata aonyeshe kwamba sympathy na mambo yaliyotokea na kuweza kutumia nafasi hii katika kuleta nchi pamoja, lakini yeye amekwenda yani full mipasho. Hajaonyesha emotion, alionyesha tu alivyotamka mwaka 2001. Mimi nataka niseme kitu kimoja tu. Pia ukimsikiliza, kitu kingine ambacho kimenisikitisha ni kwamba haelewi. Sijui kama kuna watu wanamwandikia vitu, watu wanavyosema kwamba it's impossible to win by 98-99%. Sidhani kama anaelewa watu wanazungumza nini. Yeye tena leo anatumia uongo mwingine kukava uongo mwingine, na inaonekana kabisa vitu ambavyo wanamwattack kwenye vimeingia kichwani. Leo kama unasikiza vizuri, anasema kwamba hawajui kwamba hata kwenye miji mikubwa walipoanzisha fujo, by saa 5 watu walikuwa maliza, watu wengi washapiga kula zao. Sasa huyu mtu anaishi kwenye ulimwengu wake, yani kwenye kakakuni chake yako. Watu walikuwa wanaona video nini, wanaona in real time kwamba turnout ilikuwa ndogo, lakini sasa hivi anataka kujiaminisha kwamba ule uchaguzi ulikuwa ushaisha katika huo muda, kitu ambacho sio cha kweli. Na kaenda mbele akasema tu wameweza kushinda kwa hizo namba kwa sababu wapinzani wao hawakuwepo. Hakuishia hapo. Mama akaenda mbele akaanza kuquestion hawa jamaa. Sijui kama anaelewa katiba ni, yani sijui kama anaelewa katiba anayoizungumzia, kwamba katiba hiyo ambayo anazungumzia hii inampa haki hizi, ndio katiba hiyo inaowapa watu wengine haki ya kunani. Na mtu kuwa mzalendo au kuwa vipi haimaanishi kwamba aconform kwenye kila kitu unachokitaka wewe. Wananchi wana haki ya kupinga na nini, na hizo vyote vimeandikwa kwenye hiyo katiba. Lakini nadhani ni vigumu kwake kuelewa kwa sababu yeye anaamini kwamba haka ni kakijitabu tu. So ukiangalia hapo unaona kabisa kwamba yani tuna tatizo ni kubwa sana, na yeye badala ya kufikiria nani ilipo anafikiria 2030. So I don't know, lakini kusema kweli nadhani ni kipindi kigumu sana, na anakwenda kunani, anazungumza vitu ambavyo viko very basic yani. Na kusema kweli sijui yani, nadhani una matatizo makubwa sana kwenye mfumo wetu wa elimu. Inakuwaje mtu anapita katika ngazi zote za elimu, ngazi zote za nini, mpaka anafika hapo alafu anashindwa hata kuangalia vitu vidogo vidogo. Anazungumzia hiyo nchi yetu ilivyo, potential yake na vitu kama hivi, lakini uwezo ukawa unatoa lugha kama hizi kwa watu ambao wameleta tu vitu vya nani. Wanauliza tu nini kilichotokea, kwa nini uliua watu wengi kiasi hichi, na yeye anajaribu kujustify kwa kusema ambayo wengi wameyasema. Anyway, mimi siendelee sana, lakini kusema kweli hii ita nani katika moja ya nani mbovu kabisa. Na hata kama mtu sielewi yani kama akiendelea kukaa hapo mpaka 2030 itakuwa ni nchi gani, kwa sababu sio kweli sasa hii kitu itanani. Na mimi naomba tu Benito aweke hiyo nani link hapo, maana wengine huku usiku mkubwa, kwa hiyo hata tukiamka asubuhi tuweze kutuma. Asante sana. Hii hotuba haiongelea hata utekaji. Yani hakuna utekaji, hakuna mabaya kabisa. Ni kwamba mataifa ya nje yanatuonea wivu sana. Who are you? Mimi naomba kuuliza hapo kwenye nilipata wazo alipoongea Mheshimiwa Rais kwamba pengine tunaenda 1984 kidogo, na sababu nasema hivi kwamba alikuwa amesema vijana wamefundishwa vibaya na kwamba tutaenda kurekebisha hilo. Ukanipa wazo kwamba we're going to have some thought policing, na je, hii wizara mpya ya vijana end game yake ni nini? Based on what she said, this made me think mara mbili. So we're going to do re-education and a little bit of mind control or mind policing or thought policing or
what is the plan exactly. Kama kuna mtu ambaye ameelewa hilo au ana fikra tofauti au ziada, naomba msaada wenu kwenye hili. Mimi imenikwamisha kidogo. Asante. Kama kuna mtu ameelewa atamjibu Dafundi. Siwa Karibu. Kama unaweza kutujibia hapa. Asante. Mimi sidhani kwamba nina uwezo wa kumjibu dada Fundi, ila nataka tu niseme kwa uchache kwamba naelewa kwamba birthday ya Mheshimiwa Rais inakuja Januari, na amesema kitu ambacho mimi nakubaliana naye kwamba utawala unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo yeye nafikia na hiyo divine calling kwamba yuko hapo kwa sababu Mwenyezi Mungu ameridhia awepo. Sasa imwagike damu ya Watanzania, isimwagike kwa namna yoyote ile. Ana jukumu la kutawala taifa hilo kwa sababu yeye amepewa upendeleo huo. Nina kubaliana naye kwenye hiyo dhana kwa sababu Mwenyezi Mungu alimleta huyu mwanadamu kwenye hii dunia, akamweka katika kundi hilo ambalo leo yupo, na bado amemkirim pumzi na uhai na afya njema kabisa. Kwa hiyo nikiangalia mifano mingi ya watawala waovu walioishi kwenye hii dunia, na hata wakati wa nyakati za Biblia tumeona. Sasa ninamwacha yeye na Mungu wake anayemwamini aweze kupambana, na mimi kwa namna pekee nitapambana na Mungu wangu kwa sababu yeye ndo amemweka huyu kiongozi tuliye naye leo hii. Lakini ni kweli kabisa kwamba uhuru unapokuwa umeshatoweka, haki zinapokuwa zimepakwa, kurudi inakuwa ni vigumu sana. Bila kupata katiba mpya ambayo yeye bado ameendelea kupoka mamlaka ya kusema kwamba kwa utashi wake tutaipata, ni wale ambao wanaliona tatizo waweze kuliondoa, wale ambao wanaona kwamba katiba tunayo haiwezi ikatufikisha kule tunapopatarajia waweze kuhakikisha kwamba wanaipata kwa gharama na kwa namna yoyote ile. Utakapokuwa umeshaelewa mindset ya mtu fulani, unaweza ukajua kwamba unaweza ukadili naye vipi anapoamini kwamba Mungu amemweka pale. Na ni kweli Mungu amemweka pale, kwa sababu kesho kama asipoamka hatutakuwa na hilo tatizo. Kwa hiyo mimi siwezi kuingilia kati imani yake na wito wake ambao ameukubali, nitaliachia hapo hapo. Lakini ninasisitiza, ukiliona tatizo liondoe kwa namna yoyote ile unavyoweza kuliondoa. Lakini kilichodhihirika ni kwamba yaliyotokea yanaweza akajirudia na hawawezi kusita tena, kwa sababu mwanzo ilionekana kwamba ni watu wametoka nje, ni vijana wameandamana kutoka nje. Lakini leo hii unapokuja kutakatisha kwamba sisi wazazi tumewaruhusu watoto wetu, tumeshindwa kuwalea na kuwakanya wasiende mitaani, yeah, it's a warning. And God have mercy on this nation. Asante Siwa. Tunakupongeza. Roni upo? Roni? Hapo unanisikia? Yeah, tumalize. Nakushukuru sana dadangu kwa kunikaribisha. Toka tarehe 29 Oktoba nimeamua kupumzika, kusema kweli, kwa sababu mimi sina interest ya kuona vurugu. Siasa si vurugu, siasa ni kujenga hoja. Ndivyo tunavyofundishwa. Ndivyo tunafundishwa, na sasa hivi ndivyo tunavyowafundisha wanafunzi hapa King's College London. Tunafundisha wanafunzi katika uongozi kwamba siasa si kuuana. Kwa toka tarehe 29 nimejitoa. Lakini kuna vitu viwili vimenifanya nitoe maoni yangu. Moja, kinachozungumzwa hapa ni mawazo, yani tunatoa tulichokisikia. Mtu atoi mawazo yake alichokisikia. Watu wamesikia ni yote mliosema, waliosemaji wote waliopita, waliosema walioyasikia. Sasa mimi sitoi mawazo yangu,
nilichokisikia. Napenda nirudie, nilichokisikia, sio mawazo yangu, nilichokisikia, ambayo tukiunganisha tunapata hotuba nzima. Nilikia hilo moja. La pili ambacho wakati nachukua degree yangu ya pili nilifundishwa uongozi kwamba kupata sio tatizo, to identify the problems and to set the action plan. Tatizo ni nature ya binadamu, tunapata matatizo. Identify the problems and take actions. Nilichokisikia mimi, Mheshimiwa Rais kama ana katika kichwa chake kinaitwa roadmap for recovery, anacho hicho kitu, kakimention, nitakizungumza. Pointi yangu ya kwanza, nilikia definition maandamano, ameshatupa. Unakubali, is up to you. Unaikataa, is up to you. Namba 2, unakuja tarehe 5 mwezi wa 12 au una change, unakuja Januari, Februari, you are prepared. Well prepared at any given time. We have got a right under Constitution to defend our nation. Ndiyo nilichokisikia. La 3, why tarehe 29? You have got a claim. Why tarehe 29? Namba 4, if you are thinking to be in my position, 2030. 2030. La mwisho. Roadmap anayo Mheshimiwa Rais. Nini amefanya? Ameunda tume kuchunguza tatizo. Point ya kwanza katika roadmap yake, to identify the problems. Point yake ya pili amesema tutawaita moja vikundi, community vya siasa, kwamba haya ni matatizo, tufanye nini. Hiyo ndo point yake ya pili. Point yake ya tatu, katika hao watakapokutana, atakaowaita, wataseti action plan, nini cha kufanya. Ya 3 au ya 4, we are gonna make some changes katika constitution yetu. Kalitaja hilo. Then kwa pamoja we have to move forward. Ndo action. Yeye ana roadmap hiyo. Kwa hicho kilichotokea, ili tufike huko tunakokwenda, ameseti hiyo, anacho kwenye kichwa chake. Hicho ndo kilichonifanya na mimi nitoe maoni yangu kwamba sisi tunajua kwamba Mheshimiwa ana mawazo haya. Tunayakubali, is up to you. Uyakubali, is up to you. Ndicho nilichokisikia. Kwani Roni ameenda? Guys. Kono ijue emo yake huyo akishaongea anashuka chini. Okay, haya, style yake. Kwani unamuona hapo? Simuoni, nimescroll chini au watu wamembisha out kabisa ya room. Hata mimi simu, pengine yupo, maana kuna watu wengi, nashuka huku chini sioni. Si alimalizaga sentence zake, kwa sababu kama alimaliza ndivyo anamalizaga hivyo, anamaliza anaondoka. Hapo kuna mtu alimshusha. I don't know. Mimi nimeona tu ajaaga. Haya, mwingine aendelee. Daddy si naendelea. Na kwa kama mmemshusha, kwa nini mmemshusha? Mbona nilivyosema ndio hivyo alivyosema rais? We don't know. Maana tumeuliza, ndio maana nimeuliza. Kwa sababu nimemwona tu amepotea. Ndio maana nimeshuka chini kumtafuta. Kama kweli ameondoka basi. Lakini kama ameshuka sira za watu, sawa. Hajasema chochote cha kuwa ameshushwa, atakuwa ameshuka. Maliza. Haya, asante. Anayeshushwaga mwenyewe kasema kwamba hajashushwa. Kwa hiyo haya. Daddy karibu.
Mimi nilikuwa naongea hilo swala na mimi sina reaction yote. Wale mlikuwa mnauliza umshiri ni kwa wale wanaosoma historia za pwani, mambo ya historia ya biashara za pembe za ndovu, utumwa na nini. Hilo neno mshiri linatumika sana kwenye jamii za pwani kwenye muktadha wa au masuala ya manunuzi, biashara, udalali na kadhalika. Kwa hiyo ndio muktadha uliotumika jamani. Mkumbuke rais ni mtu wa ukanda wa pwani ambao kwa wale mnajua historia ya Dar es Salaam ilikuwa sehemu ya Zanzibar zamani huko. Nawasilisha. Kitiri sio mshiri. Bwana. Nani. Kuna vitu vingi vya kutake note kwenye hiyo alichoongea. Kwanza Samia anaona anaonewa na teke. Anasema tangu aingie yeye madarakani teke wameshatoa matamko mara 8. Kwake yeye anaona hiyo ni kumkosea. Na anasema hamna watu wenye haki zaidi kuliko Otis umemaliza, mbona umemute? Hilo la kwanza kwamba anaonewa na teke. Lakini la pili analaumu watu kukosa umaarufu kuelekea uchaguzi, na hiyo wanafanya mambo ya ajabu. Na ndo anajaribu kupinpoint hapo kwamba matatizo mengi yanaanzishwa na watu ambao kuelekea kwenye uchaguzi wanakuwa hawana umaarufu, kwa hiyo wanatafuta kufanya vitu vinavyowafanya warudi kuwa maarufu. Kwa mawazo yangu hapa naona alimpinpoint pole mapema tu na kina Gwajima. Lakini cha tatu anaona kwamba ana uhalali au ana haki na hisani ya namna ya siasa zinavyotakiwa kufanywa nchini, kwa maana kwamba nasema mimi niliwapa fursa ya kufanya siasa, lakini badala ya kufanya siasa wakawa wananitukana, sijui wanafanya nini. Hatuwezi kumwacha mtu wa mtindo huo. Yani katika misingi hiyo inatupa kwamba sasa nchi inaongozwa kwa matamko ya rais au kwa kile rais anachokitaka, na vyote ambavyo tumeviandika kibaa au kisheria havina mantiki wenyewe, ni kwa kudili na formalities tu, lakini havina mantiki kwenye utendaji sahihi, kwa maana kwamba rais atakachokitaka kikiwa hata kama kimekubalika kisheria, basi kitafanyaje? Kitakataliwa. Rais ana uwezo wa kukikataa. Lakini kingine amejaribu kuonyesha kwamba yeye alitoa mkono wa maridhiano, na kwenye huo mkono wa maridhiano watu wakautumia, afu wakawa wanautumia vibaya. Akijaribu kuonyesha kwamba katika watu waliowakuta huko nje, waliowakuta hata hela hawana, posho zake ikabidi awapatie. Ni katika kuonyesha kwamba alikuwa ana nia nzuri zaidi ya kufanyaje, ya kuleta maridhiano, ya kuleta umoja kwa pamoja. Na anasema yeye alifanya hayo yote akijua anaongea na Watanzania wenzake. Lakini cha ajabu ni kwamba walipofika hawakuwa tena Watanzania, walianza kwamba ambayo alikuwa hawaelewi. Kwa hiyo kwake yeye, tafsiri ninayopata mimi ni kwamba akikufanyia wema anatarajia ukae utulie, usimkosoe, usimseme, umwache yani afanye vile anavyojisikia na kwa namna anavyoenenda. Ukimsema wakati alikufanyia wema, basi inakuwa ni changamoto.
na ndo kitu ambacho yeye anakilalamikia kwamba ule wema wake aliofanya amelipwa kwa mabaya. Sasa mbaya nadhani anamaanisha tu kunini kusemwa. Nadhani alifaidi sana ile miaka ya 2021 mpaka 23 pale. Nadhani alitaka hiyo hali iendelee wakati wote. Pengine bado anakaa kwenye hoja ya watu kuingilia sovereignty ya nchi, ambapo anajaribu kuonesha kwamba tuna madini ambayo ni very peculiar na yanatafutwa dunia nzima, japo yanapatikana duniani kwingine. Basi wanatafuta namna ya kudestabilize nchi ili waweze kupata hayo madini tu, which mimi hiyo story nashindwa kuelewa uhusiano. Ukidestabilize nchi unapataje madini? Yani mimi sielewi. Au nchi ikiwa unstable unaingiaje? Yani the correlation na hiyo kitu mimi sielewi. Anajaribu kuonyesha hiyo kwamba tuna madini ya kipekee sana hapa nchini na ndio sababu ya uchonganishi wa hayo mengine. Kitu kingine amecomplain pia kuhusu jumuiya za kimataifa, kuonyesha kwamba amewakodisa katika lugha kubwa kwamba who are you, mnatupangia sisi nini cha kufanya. Kwenye kutupangia huko sisi mbona tunaviona vya kwenu vinatokea na hatujawahi kusema neno, tumekaa kimya. Katika misingi kama hiyo hiyo haki ya kufikia mnaitoa wapi? Ametumia lugha ile, nadhani ndio lugha ya kudogodesha ambayo sasa hivi serikali inatumia. Anasema hivyo vipesa vyao vidogo wanavyotupa, vimikopo vyao vidogo wanavyotupa, ndio vinawapa fursa ya wao kutusema hivi. Kwa hiyo hapo tu ni kwamba anasimika ile kauli ya waziri wa mambo ya nje kwamba hatutakufa njaa ikitokea au European Union hawajatupa misaada. Na yeye anaiwekea kabisa mkazo hiyo kauli. Ukija kwenye kitu kingine, anajaribu kuonesha kwamba kilichotokea tarehe 29 kilikuwa kina warrant, kwa maana kwamba jambo lilikuwa linataka kufanyika ni kubwa na wao imewalazimu kutumia pia nguvu kubwa. Na nauliza kabisa, nguvu ndogo ni ipi? Yani kwa tukio kama lile nguvu ndogo ni ipi? Kwa hiyo yani anachojaribu kusema kwamba kile kilichofanyika tarehe 29 ni halali. Na alienda mbali zaidi hadi kwa wazazi, akasema hiyo kauli kwamba wewe kama mzazi unalalamika mwanao sio amevunjwa mguu, mwingine amefariki, ulikuwa wapi kumzuia asifanye hayo mambo? Na tafsiri yake hapo ni moja, na alikuja kuthibitisha kwamba tunasikia wamepanga tena tarehe 9 sijui wanataka kuja tena. Na anachosema tu ni kwamba wakija wakati wowote sisi tumejipanga, yani wakati wowote sisi tumejipanga. Tafsiri tu moja kwa moja ni kwamba ikitokea tena maandamano watafanya hivyo, yani kilichotokea tarehe 29 kitajirudia tena. Hiyo ndio tafsiri ya moja kwa moja. Nasema mje leo, mje kesho, mje lini, sisi tumejipanga. Hiyo ni kitu. Na cha mwisho kabisa anajaribu kusisitiza kwamba yaliyopita si ndwele. Sasa kidogo naleta changamoto kwamba kilichopita ni nini, yani hadi unachosema si ndwele. Na anasema tuamue kwenda mbele, tusigange ya nyuma sana, tuendelee na yajayo. Lakini pia mwisho amejaribu kuwaonya watu wa chama chake kwamba kama unawaza mambo ya 2030 amekuchagua ufanye kazi na sio uanze kujijenga. Kwa hiyo 2030 wewe ishi kwenye nanili yako. Kwa mwisho wa siku, yani ukiweka hiyo speech yake yote katika maneno mafupi, unaweza tu ukasema kwamba kwenye in a nutshell ya jumla kabisa, unakuja tunagundua kwamba anasema waliotoka sio wazalendo. Yani hiko ndio kitu cha kwanza anachokisisitiza kabisa. Na kwa sababu kwa nini sio wazalendo? Kwa sababu hakukuwa na sababu ya kutoka. Unaona? Lakini pia
complain kuhusu nini viongozi wa dini na wafuasi wao. Wanasema wasituendeshe, sisi ni sovereign, ni serikali, ni dola. Hatupokei hatupokei kauli. Serikali zinazopokea kauli ni serikali za wanafunzi, serikali za vyuo. Lakini pia anauliza tu kama serikali ya awamu ya 6 ni ipi. Hiyo kike kwake haoni kosa lililopo kwa serikali yake ya awamu ya 6. Na kwa vile haoni kosa, basi anachomaanisha tu ni kwamba mtu akiwa anakuchukia ni anakuchukia tu. Anamaanisha kabisa kwamba mwanamke mzuri ndio huwa anapiganiwa. Sasa hapo nadhani ametumia tu hiyo lugha ya kificho, lakini anamaanisha mwanamke mzuri ni Tanzania, kwamba anapiganiwa. Na mwisho kabisa ndio yaliyopita si ndwele tugange ajaye. Shukrani.